Ya, Singida akitukuta tuko sawa sawa kwa asilimia 40 tu. Hawezi kutufunga hata kidogo. Yes, leo ametukuta tuko sawa sawa kwa asilimia 5. Ndio maana unaona walao wameweza kupata hata hayo mabao matatu. Na mengi ukiangalia ni makosa yetu wenyewe. Ambapo kama tungekuwa clinical enough kwa asilimia 30 tu ya ubora wetu, Singida hana uwezo wa kutufunga Simba Sports Club. Hali ilivyo msimu wa kombe la shirikisho la Tanzania umeisha, msimu wa shirikisho la Afrika umeisha. Kwenye haya mashindano mawili ambayo pia mliyatolea macho, mnajipa asilimia ngapi za kufanikiwa pale ambapo sisi kwanza msimu huu tumeshafanikiwa kwa asilimia 100. Yes, yanayoendelea hivi sasa ni bonus tu. Kama ni pilau tumeshakula, hilo baki ni kachumbari tu. Kwa hiyo sisi tumeshafanikiwa sana msimu huu. Project yetu ya kutengeneza kikosi imezaa matunda makubwa. Tulitamani kufanya vizuri zaidi kwa maana ya kuchukua ubingwa, lakini hiyo ni tamaa ya kibinadamu baada ya kuona mambo yanatunyokea. Lakini kwenye kwa maana ya taasisi tumefanikiwa sana. Finali ya CAF, nusu finali ya CRDB, na tukiwa bado title contenders kwenye NBC, sisi tumefanikiwa pakubwa kweli. Lakini kama timu kubwa hatutakubali kuona tunamaliza msimu pasina kuchukua ubingwa wowote. Pamoja na kwamba tayari tumeshafanikiwa sana, lakini tunatolea jicho na macho kombe la NBC ambalo tunaliona kabisa lipo mikononi mwetu. Mnalitolea macho, lakini tayari mmeshafanikiwa kwa asilimia 100 kama mlivyojipanga. Hata mkikosa hamtajilaumu. Ya, tukilikosa hatutajilaumu, lakini sidhani kama kuna option ya kulikosa. Yes, kwa sababu leo hii tarehe 31 timu inarejea Dar es Salaam. Wapo wachezaji wanaoenda kwenye majukumu ya timu ya taifa na wengine watabaki wanapumzika. Tutakapo resume kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea mechi yetu tarehe 15, tutakuwa tumeshapumzika vya kutosha, tunakuwa tumeshatengeneza mpango na mfumo wa kuelekea katika mchezo huu. Kwa mfano mechi hii dhidi ya Singida tumefanya mazoezi siku moja. Tena ni ile siku moja kabla ya mechi ambayo uweze kufanya mazoezi ya intensity kubwa. Tumecheza tarehe 28. Tumemaliza hapo tukasafiri asubuhi. Tumefika Arusha, uweze kufanya mazoezi magumu. Unaenda kufanya mazoezi ya recovery ya barafu na nini, mwili urudi katika hali yake ya kawaida. Siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni jana ndo tukasafiri, tukaja Babati. Tukafanya mazoezi sasa ya light session kwa sababu kesho yake ambayo ndo leo kulikuwa kuna mchezo. Kwa unaweza kaona mpaka tunaingia katika mchezo huu hakuna program yoyote ya kiufundi ya kwamba tunakwenda kuchezaje mchezo huo walimu ambayo walitengeneza. Ndio maana tunasema kwamba mechi hii ya leo sisi wala hatuna tunayemdai, si mchezaji wala sio kocha. Wachezaji wamefanya kile ambacho kinawezekana. Lakini mechi tarehe 15 wachezaji watakuwa wameshapata muda wa kupumzika. Hilo ni moja, lakini mbili, watakuwa mwalimu amefanya mazoezi ya kutosha kuelekea katika mchezo huo. Ndio maana tunasema kwamba bado tunayo matumaini makubwa ya NBC, kwa sababu hadi tunaelekea katika mchezo wetu wa tarehe 15 tayari kila kitu kitakuwa kimeshafanyika, maandalizi, mapumziko kuelekea katika mchezo huo. Miongoni mwa vile viwanja ambavyo havina bahati na mnyama mnaweza kuweka na Tanzania kwa raha. Ni mechi mbili tu, kwa hiyo uweze kusema ni kutokuwa bahati. Wengine tungekuwa na wachezaji ambao wanatumia mashine ya umeme, tungeweza kucheza vizuri zaidi hii leo, lakini kibinadamu walichoonesha wachezaji wetu ndicho kiwango cha mwisho cha kibinadamu. Kucheza mechi 3 ndani ya siku 7 ni ratiba ngumu kweli, na unacheza na mpinzani wa aina gani ndio jambo la msingi kweli. Na katika mechi hizo 3 nazungumzia mechi ambazo kila baada ya mechi moja na kulazimu usafiri umbali mrefu. Kwa hiyo isingekuwa rahisi hata kidogo leo hii kuiona timu ikicheza kwenye rhythm yake ile ambayo tumezoea. Wachezaji walikuwa kwenye kiwango duni hasa kwa sababu ya mchoko, na unapokuwa na mchoko ama kwa maana ya kuchoka unakuwa kwenye nafasi kubwa ya kufanya makosa mengi. Kwa hiyo na leo hii umeona tumefanya makosa mengi kwa sababu
wachezaji wamechoka miili, wamechoka akili. Kwa yote si matokeo ya kutuumiza hata kidogo, kwa sababu usingetegemea kitu kingine cha ziada kwa hiki ambacho tumekipata. Tunawapongeza wachezaji wetu, wamefanya kila ambacho wanaweza, wamepambana kadri wawezavyo, lakini Singida ameondoka na ushindi leo. Tunaenda kuangalia kinachoendelea kwa upande wetu. Bahati nzuri ni kwamba tuna siku nyingi hapa za mapumziko za FIFA window break, ambapo at least sasa wachezaji wetu watakaa, watapumzika, miili tarudi katika hali ya kawaida, na baada hapo tutakuja kwenye mchezo wetu unaofuata tarehe 15. Wakati huo tayari wachezaji wamesharudi kwenye rhythm yao ya kawaida. Lakini kwa hali hii, hata kama tungecheza mechi nyingine kwa mfano tarehe 2, ungetegemea kuona hali hii kwa sababu tayari wachezaji wamenoka. Tazama mtu kama Hamza, kuna wakati hata kukimbia ilikuwa changamoto. Na unapokuwa umechoka, maana yake ni kwamba unakaribisha vile na majeraha. Kwa hiyo ilikuwa ni game mbaya kwa sababu tu ya aina ya ratiba ambayo tumekabiliana nayo, lakini all ni all tumepambana katika kiwango chetu na sisi hatuna cha kujilaumu. Bahati kwa mnyama kombe lingine linapotea. Kombe hili tumelikosa, lakini wala haituumizi kichwa sana. Yes. Target yetu ambayo imesalia na ambayo tumeitolea macho kweli ni NBC, na matumaini yetu yote yapo kwenye NBC. Kile ulichokuwa unawasifia Singida jana wakati tunazungumza, bila shaka imeonekana. Nilisema jana wana timu nzuri, wakiamua kucheza na wakaamua wakaacha kudeka vitani, wanaweza wakapata matokeo mazuri. Yes, lakini kwa ambacho walikuwa wameinvesti kwenye maneno, wameinvesti kwenye propaganda, wakishikiwa akili na dada zao, tuliamini kabisa wanakwenda kujipoteza. Yes. Lakini nikasema wazi jana kwamba kama Singida wataamua kusimama, wakaamua kucheza, kwa sababu wana wachezaji bora sana. Miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji bora sana ni pamoja na Singida. Shida yao tu ni kwamba wameinvest kwenye maneno na hao wachezaji, kwenye manunguniko, na hao wachezaji bora waliokuwa nao kuna mechi hawaruhusiwi kucheza. Kwa hiyo wanakosa ile nafasi ya kuonesha ubora wao. Lakini niliweka wazi ya kwamba wana timu nzuri, wakiamua kushindana wanaweza kuonesha kiwango kizuri kweli. Na leo wameamua kushindana na wamekutana na Simba ambayo imechoka kweli. Wameweza kunufaika na hilo, wamefuzu kwenda finali. Sisi tunarudi zetu Dar es Salaam. Inawezekana faida kwao ni kukutana na Simba.